Nataka tukajifunze maombi ya kurudisha vitu vyako vilivyoibiwa. Kuna vitu vinaweza vikaibiwa katika maisha ya mtu. Kama ambavyo unasikia kimwili mtu anaweza akaibiwa vitu vyake vya thamani. Kwa mfano anaweza akaibiwa TV, akaibiwa chochote cha baraka, mifugo yako ikaibiwa au chochote katika ulimwengu wa kidunia. Ndivyo ambavyo mwanadamu anapokuwa duniani katika ulimwengu wa roho, maisha yake yamesheheni vitu vya thamani. Hebu sema vitu vya thamani. Sema basi kwa sauti, sema vitu vya thamani. Ndani yako Mungu ameweka vitu vya thamani ambavyo adui wa ulimwengu wa roho anaweza akaviiba. Kuna vitu vinaweza vikaibiwa, mojawapo ni heshima, kibali, upendo, upenyo na neema ambayo Mungu amekupa inaweza kuibiwa. Inaweza kuibiwaje? Inaibiwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ikishaibiwa katika ulimwengu wa roho, kimwili utabaki ni mtu wa kawaida kabisa. Kumbe vitu vyako vimeibiwa. Hebu mguse mwenzako mwambie lazima vitu vyako virudishwe. Ndio maana kwa wale wasomi wa Biblia utakuta mahali pengine Mungu anasema nitarejesha miaka iliyoliwa na pare na tunutu. Sasa anasema yatarejesha. Nani amechukua? Mungu anazungumza. Na ndio maana kitabu kile cha Isaya kinazungumza, kinasema kwamba watu hawa ni watu walioibiwa. Maana unaweza kuibiwa, afya ikaibiwa, neema ikaibiwa, upenyo ukaibiwa. Ukashangaa utafanya kazi miaka na miaka utoke. Ukashangaa unaishi mahali ulipo lakini hakuna kinachoendelea. Nataka nitangaze, roho zozote zile za uharibifu lazima tukaharibu, vitu vyetu viweze kuachiliwa. Hebu sema vitu vyangu lazima viachiliwe. Heshima ya familia inaweza ikaibiwa. Heshima yako inaweza ikaibiwa. Chochote ambacho unabeba ambacho ni cha thamani kinaweza kukaibiwa. Ndio maana mwanangu, katika dunia leo unaweza kukutana na vita, na vile vita sio kwa ajili yako. Vile vita vikupigi wewe. Ni kwamba kuna kitu cha thamani ulicho nacho ndicho kinachopigwa vita. Wakishaiba utabaki wa kawaida na hata uwezo ukatisha panya. Nataka niongee na watu waliokuja kwenye ibada ya leo, watachukua vitu vyao, kila atakaye kuona atakuogopa. Kitu chako cha thamani kikiachiliwa, kila mtu atakuheshimu. Hakuna mtu ambaye ana kitu ambacho amepewa na Mungu. Kuna neema tulipozaliwa, ile neema tumekabidhiwa. Na ndio maana siku moja nikasema, mtoto anapozaliwa huwa anakuja amekunja ngumi. Hakuna mtoto anayezaliwa anakuja anaweka mikono hivi. No, kila mtoto anapozaliwa anazaliwa amekunja ngumi. Ishara ya kwamba wakati anakuja kwenye tumbo la mama, kuna vitu amekabidhiwa kutoka heaven ili aingie nao kwenye tumbo. Nami nataka nitangaze, vile vitu ulivyokabidhiwa wakati unazaliwa, nataka ulipotoka duniani, nataka vile vitu vikaonekane. Tumoja aseme vitu vyangu viachiliwe. Hebu sema vitu vyangu leo viachiliwe. Mguse mwenzako mwambie vitu vyako vilivyochukuliwa sharti virejeshwe. Halo? Sema aliyekamata vitu vyangu lazima achie. Kitabu kile cha Esther mlango wa kwanza tutajifunza leo kidogo hapa. Esther aliibiwa kibali cha Esther. Adui aliiba kibali cha Esther kwa kuachilia roho ya faraka kwenye ndoa. Na adui alipoona Esther ndio anayebeba ukombozi wa familia wa Israeli, aliharibu hiyo neema. Adui alipojua ameharibu mtu anayebeba heshima, akaachilia mauti. Ukijifunza kwenye kitabu cha Esther utakuta Esther alikuwa ni mtoto yatima. Na maandiko nasema alilelewa na mjomba wake anaitwa Mordekai, na alipata kibali akaolewa na mfalme Ahasuero. Na alipoolewa na mfalme Ahasuero, maandiko yanasema akaolewa tena, sio kuolewa kwa sababu ya kupendwa. Mfalme alitangaza mbiu ya kwamba anataka mke wa kumwoa, maana mwanamke aliyekuwa naye amekoroga, amepata kiburi. Lakini mahali pengine nasema Mungu alifanya hivyo ili Esther apate nafasi. Nataka nikutangazie, kuna vitu vitatokea mahali ili Mungu akupe nafasi mahali ulipo. Kuna vitu vitaharibika ili Mungu akupe nafasi kwa ajili ya utukufu wake. Maandiko yanasema Esther akapata nafasi, akaingia kwenye ndoa. Alipoingia kwenye ndoa akaolewa na mfalme Ahasuero, akawa anakula anakunywa. Lakini Esther kabla hajaolewa alikaa kwenye magoti, aliomba kwenye maombi. Wakati mwingine wanasema wale wanawake walikuwa wanajipamba, si ajabu walikuwa wanatumia vyakula vya aina mbalimbali wapendeze.
wapendeze, ili mfalme apate kibali mbele yao, lakini haikuwezekana. Mordekai akamwambia, hii nafasi unaweza kushinda, maana hautashinda kwa akili zako, tutashinda kupitia damu ya Yesu na kwa njia ya maombi. Nataka nikwambie vitu vyako vitarudishwa, sio kwa akili zako, sio kwa nguvu zako, ila kwake yeye aliyetuumba. Vitu vyako vitarudishwa. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Na Esther akapata nafasi, akaketi kwenye kiti. Alipoketi kwenye kiti, maandiko yanasema akabweteka. Mimi ndo nasema hivi, akabweteka. Alipobweteka hakuendelea na yale maombi, hakuendelea kwa karibu na Mungu. Shetani akamwinda. Alipomwinda akampata, akaachilia faraka. Shetani anapojua wewe ni chaguo la Mungu, shetani anapojua unapozaliwa kwenye familia wewe sio Inoti wa kawaida, wewe sio Esther wa kawaida, wewe sio Baraka wa kawaida, anakuwinda. Hakikishe anakutoa kwenye rengi ya Mungu. Nataka nikwambie mwanangu, usikubali kuondolewa kwenye rengi ya Mungu. Hata kama vita imesimama, hata kama wanadamu watakukataa, tembea na jemedari wa vita. Kuna kitu kinakuja. Usikubali roho ya faraka ikuondolea amani katika bomo uliopo. Hata kama mwanaume amekuache, hata kama mwanamke amekuache, ingia kwenye maombi, rudisha amani kwenye ndoa yako, rudisha amani kwenye vitu vyako. Sema basi amina kama unanielewa. Mambo mwenzako, usikubali kuondolewa. Mordekai akasikia habari hii ni mahali anakokimbilia. Maandiko yanasema Esther alipotekwa kwenye nafasi yake, mauti katangazwa kwenye familia wa Israeli. Katika familia Esther, shetani anapomteka mtu mmoja kwenye familia ambaye ndio lango, anahakikisha anaachilia sasa mauti. Maana yake mwenye lango ameondolewa. Nataka nikurudishe kwenye lango. Kama shetani amekuondoa, wachawi wamekuondoa, au mapito magumu, lazima nikurudishe kwenye nafasi yako. Shetani anapokupiga, akishapiga mama labda ndiye anayebeba mume, akishampiga mtoto labda ndiye anayebeba familia au wazazi au ndio wa familia, akishakuondoa kwenye rengi ya kumtafuta Mungu na ile jicho la rohoni, akishakuondoa tayari anaachilia mauti kwa ndugu zako, anaachilia mauti kwa mume, anaachilia mauti kwa mke, anaachilia mauti kwenye familia. Aishivyo Bwana. Na kwenda kuomba leo, Esther arudi kwenye nafasi, Esther arudi kwenye nafasi. Mtu mmoja apige kelele, mtu mmoja apige kelele. Esther arudi kwenye nafasi. Hebu sema, narudi kwenye nafasi yangu. Sema basi, narudi kwenye nafasi yangu. Wewe si wa bahati mbaya. Kwenye hiyo familia kuna nafasi Mungu amekuweka. Ndani ya kanisa kuna nafasi Mungu amekuweka. Kwenye taasisi yoyote kuna nafasi Mungu amekuweka. Na wewe ni wa muhimu, na jicho la kuzimu wanakutazama kwa jicho lingine. Lakini leo nataka nitangaze, tutawatazama kwa jicho lingine. Haijalishi wamekaa kona ipi, lazima moto utawaka. Hebu sema moto utawaka. Sema moto utawaka. Haijalishi wanakupiga vita, rudi kwenye position yako. Na ukirudi kila kitu kitatii. Sema basi amina. Sasa Mordekai, Esther alipotekwa, shetani alipoteka ndoa yake, akajua hakuna mawasiliano, hakuna mtetezi kwenye familia. Kumbuka hakuwa anawatetea kwa pesa. Kumbuka hakuwa anawatetea kwa utajiri. Kumbuka alitakiwa kuwatetea kwenye ulimwengu wa roho. Sikiliza, pesa ni matokeo, utajiri ni matokeo. Ulicho nacho ni kikubwa kuliko pesa. Ulicho nacho ni kikubwa kuliko elimu. Hicho unachokibeba kikija ndani yako kinashinda fedha, kinashinda kila kitu. Naongea na mtu mmoja ambaye leo ataangusha ngome na atapenya kwa viwango. Hebu mwambie mwenzako, pesa si kitu. Nguse basi, mwambie pesa si kitu. Sema amen. Sema amina. Sema amina. Shetani alipoteka Esther, maandiko yanasema akatangaza, Haman akatangaza, adui wa familia wa kina Esther akatangaza mauti. Kama ambavyo shetani akishakuteka anatangaza magonjwa, anatangaza umaskini, anatangaza roho ya faraka, anatangaza roho ya walevi, anatangaza watu kutofanikiwa. Nataka Esther arudi kwenye nafasi ambayo atasema na mbingu, shetani atamwachia kaka yako, shetani atamwachia mama yako, shetani atamwachia kijana wako, shetani atakimbia. Naona watu watatu watakimbiza adui wa msalaba usiku na mchana. Mama umekuja, kumbe chekini umeme kama umekuja. Sema amen. Mwambie mwenzako, narudi kwenye nafasi yangu. Mwambie mimi ni shujaa. Shujaa, watu wengi wanataka kuangalia kwanza vitu vya nje. Vya nje maandiko yanasema ni vya muda. Sema amen. Maandiko yanasema Mordekai akasikia mbiu. Alikuwa ni mlinzi kwenye geti.
akasikia mbiu Wayahudi wote wametangaziwa kuuawa, kunyongwa siku 30. Mahali anakokimbiza kichwa chake, anakimbiza kichwa kwenye lango. Yaani kama akasema anayetuokoa kwa hili ni nani? Akakumbuka kuna mtu mmoja anaitwa Esta, ameketi kwenye kiti cha kifalme, ndio lango letu, ndio tutapona kupitia yeye. Maandiko yanasema akatuma ujumbe, anatuma ujumbe kwa Mordekai, kwa Esta, anamwambia sikiliza Esta, ingia kwa mfalme tuombe. Unajua kitu gani kinachotokea? Tunaye mfalme wa wafalme. Mungu anataka mfalme mmoja, Esta wa familia. Wakati familia imeharibika, aingie mbele za Bwana, maana amepewa dhamana, aseme na mbingu, hiyo boma iokolewe, hiyo ardhi iokolewe, ndugu zako iokolewe. Naongea na watu na Esta, watapenya leo kwenye ulimwengu wa roho, watasema na mbingu, na mfalme ataachilia ukombozi kwenye familia. Sema amina kama unabarikiwa. Maandiko yanasema alipotuma ujumbe, angalia majibu ya Esta. Anamwambia mjomba, nina siku 30 siongee na mwanaume. Kila mtu na chumba chake, nina wafanyakazi wangu na anakaa kwenye chumba chake. Anamwambia mwambieni mjomba wangu, sina uwezo wa kuwatetea, kama ni kufa kufeni tu. Angalia majibu ya shujaa Mordekai. Akamwambia Esta, usije ukafikiri utapona wewe. Mungu anaweza akatutetea kwa namna nyingine, lakini wewe na mlango wa babako mtangamia. Maana yake anamwambia jitie moyo, tunakwenda kufa, tunakwenda kuuawa. Umaskini umetangazwa, faraka imetangazwa, magonjwa imetangazwa, kuna pa kupenya, kuna zote ni vilio. Esta, usilala, amka. Esta anamwambia siwezi. Angalia, anamwambia usiposimama kwa wakati huu, Mungu anaweza akatuokoa sisi, lakini ujue hata wewe unakwenda kufa. Maandiko yanasema Esta akajua kuna nafasi amechezea. Alipojua kuna nafasi amechezea, ni kama amepigwa ngumi ya huzuni. Maandiko yanasema akamwambia, nenda kawaambie Wayahudi wote wafunge na kuomba kwa ajili yangu kwa siku 3, msile wala kunywa. Maana yake kibali kimepotea. Kama kibali kimepotea, kinatafutwa kwa njia ya maombi. Esta akajua mahali pa kurudi, tunarudi pale pale tulikoachana na Bwana. Nami nataka nikuambie, haijalishi umepita wapi ukamwacha Bwana, rudi pale pale. Anasema kumbuka ulipoanguka, ukatubu tena, bado rehema zinakusubiri. Naongea na watu watatu, watarudi kwenye position yao, watarudi kwenye nafasi zao, na watatembea na Bwana. Pika kelele, sema narudi